kuumwa ni jambo sahihi na ni sawa kuumwa, ila wewe ambaye unaumwa umechukulia huo ugonjwa kama changamoto au umechukulia kama fursa. Ukiamua kuchukulia kama fursa, hautapata shida ya stress kwamba jamani ugonjwa huu una shida gani, kwa sababu utakuwa umeamua ukaa upande wa kujifunza. Wewe hauuishi ugonjwa, hauuvai, ila unauangalia. Ni nini nimekosea wapi? Nimefanya nini mpaka nimepata matokeo haya? Kwa sababu hiyo kutokuwa katika hali ya usawa ni kwa sababu kuna mahali tu umekosea na mwili unakueleza kwamba bwana, mimi nimekuwa nikipambana lakini sasa hivi naona mapambano kama nimezidiwa, hebu ndio maana unaanza kupata hiyo hali ya kuumwa. Lakini kama utaichukulia kama changamoto manake wewe umekubali kwamba mimi jamani, mimi ni mgonjwa. Mimi ni mgonjwa, ugonjwa huu umekataa kujifunza. Kwa sababu kama hutaki kujifunza kwa sababu ya labda ni uzembe, labda ni mazoea, labda ni namna ambavyo tumeaminishwa kwamba kuna ambaye amesomea. Huyu aliyesomea ndiye anayetakiwa kuja kutatua huo ugonjwa uliokuwa nao. Kumbe basi mimi naomba nikueleze wewe unayeniangalia sasa hivi, kuna namna mbili ya kujifunza. Una uwezo wa kujifunza kupitia kwa mtu mwingine na una uwezo wa kusubiri kujifunza kupitia kwako mwenyewe. Lakini watu ambao ni waerevu wanajifunza kupitia kwa wengine, kwamba bibi na babu, mama na baba walikuwa wanaumwa kisukari, walikuwa wanaumwa pressure, walishauriwa wasile nini, walishauriwa wafanye nini, walishauriwa wale mara ngapi. Kwa hiyo kumbe kabla ya mimi sijaumwa pressure kuja kuambiwa ni magonjwa ya kurithi, inatakiwa niache vile ambavyo wale ambao waliumwa kabla yangu mimi walishauriwa wasifanye, na walikuwa sababu walipofanya walipata matokeo ya mazuri ambayo yaliwarejeshea furaha yao. Lakini pia ni namna gani ya kuweza wewe mwenyewe, mimi kwangu mimi nakushauri kwamba namna ya kuweza kujifunza vizuri ni hiyo, kupitia kwa mwingine, because watu ambao ni waelevu kama ambavyo nimesema wanajifunza kupitia kwa wengine. Kuna Kiingereza kinayosema au ugonjwa kwenye Kiingereza unaitwa disease maana yake not being at ease. Usipokuwa katika hali ya usawa, maana yake utakuwa katika shida ambayo wewe mwenyewe tu ni kiasi tumekuwa na hii mazoea. Kwa sababu bahati mbaya sisi tunaishi kwa mazoea bila kutafakari, bila kudigest haya maneno ambayo tunafundishwa. Tukiwa mistarini wakati huo, sijui siku hizi mashuleni, utasikia at ease, attention, at ease, attention. Sasa kumbe at ease kwa tuna relax. Kwa hiyo kumbe disease ni mwili kutokuwa katika relaxation form. Mwili muda wote upo kwenye attention. Katika attention ya nini? Ni ile tunaita flight or fight. Flight or fight mode. Matokeo yake muda wote mwili uko kwenye stress mode. Matokeo yake unajikuta wewe unabakia kuwa mgonjwa. Kumbe umeona wengi wanalalamika siku hizi madaktari wamekuwa wengi. Siku hizi matapeli wamekuwa wengi mitandaoni. Siku hizi bwana kila mtu ni daktari. Ni kweli, kwa sababu madaktari, watabibu, matapeli wameiona fursa ambayo wewe hujaiona. Kuumwa kwako wewe ni fursa ya mtabibu, awe ni mkweli awe sio mkweli, kwa sababu kuumwa kwako ni fursa. Wewe umechagua kuwa changamoto, kwa sababu kuumwa au kuwa na magonjwa kuna aina mbili, kuna sehemu mbili, au iwe fursa au iwe changamoto. Sasa mtu wewe mwenyewe hujaiona changamoto kwako yako kwenye ugonjwa, umeona ugonjwa kama changamoto, hujauchukulia kama fursa. Mwingine kauchukulia kama fursa, unalalamika. Mimi naomba nishauri tuendelee kujifunza, tuendelee kutaka kujua kwa nini tunaumwa, na mwisho wa siku utakubaliana na mimi kwamba kweli kuishi bila magonjwa inawezekana. Kama kuna mahali ambapo unaona hujaelewa vizuri, unataka tuendelee kufanya conversation, kwa sababu sisi tunatakiwa tujifunze, tushirikishane. Hakuna anayejua kila kitu na hakuna asiyejua kila kitu. Nipigie simu, lakini subscribe ili tuweze kuendelea kushare haya maarifa. Na mwisho wa siku wote tuwe na common understanding kuwa kweli kuishi bila magonjwa inawezekana.